Lissu akiingia pale ile no reform no election huwa anaizungumza akiwa amekutana na ndo salamu na makada wenzake wa Chadema. Lakini kwa siku ya jana amepigwa marufuku na hakimu mkazi kwamba according to alichokifanya, kwa sababu jana hakimu ameshaingia alafu Lissu ndo akaingia. Kwa hiyo au ile hakimu ameingia pamoja na kwamba Lissu alikuwa tayari kortini. Sasa kabla kesi ijaanza Lissu akawa anapiga ile no reform no election. Kwa hiyo wafuasi wamekuwa kiitikia kwa wingi na kwa bashasha, unajua ile kwa nguvu kwamba sisi bado tunaendelea kuhakikisha kwamba tunasisitiza hicho ambacho tunataka kufanya. Sasa jana amepigwa marufuku, akaambiwa hatakiwi tena kuzungumza hicho kitu, kwa sababu hakimu akishakaa pale mahakamani utakiwi kuzungumza chochote mpaka upewe ruksa na hakimu. Lakini yeye Lissu amekuwa akizungumza hivyo, kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimezungumzwa. Lakini kesi yake imeweza airishwa siku ya jana baada ya kuzungumzwa kwamba kuna kusikilizwa kwa upande kwa upande mwingine ambao kama hujakaa vizuri. Upande wa jamhuri, manake wale wanaomshitaki Lissu inabidi waendelee kusikilizwa. Kuna kama mashauri ambayo yanaonekana kama bado hayajakaa sawa. Kwa hiyo kesi imeahirishwa mpaka Juni 16 ndio itasikilizwa tena mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, na kumekuwa na conversation nyingi za makada wa Chadema, lakini pia wafuasi wa chama hicho na watu wengine tofauti, wadau wa siasa, kwamba hii kesi bora haiishi na vitu vingine kama hivyo. Mambo yamezungumzwa mengi, lakini kesi hii nimejaribu kuifuatilia jana. Pia kuna ugumu wa kesi, kwa sababu ukiangalia wanasheria wa Lissu na wanasheria ambao wako upande wa jamhuri, unaona kabisa kwamba kuna mnyukano mzito. Yaani kuna utofauti mkubwa ambao upo kati ya pande hizi mbili. Kwa hiyo hii kesi pia ndo maana inachukua muda mrefu. Jana nimeliona pia hilo, kwa sababu matangazo yalikuwa live kwenye channel ya mahakama. Yani kuna mvutano mkubwa sana na hoja ni nzito. Yani sana. Kila wakili wa pande zote mbili anavutia upande wake. Yani anatoa point. Na watu wako strong, yani watu wana point strong. Ukijaribu kuwasikiliza unaona kabisa watu wako pale kisomi. Yani watu wamehakikisha kwamba wamejipanga. Na vifungo vya sheria. Hata hakimu kuja kutoa maamuzi, yani inabidi kweli asimame atulie, kuhakikisha kwamba anatenda haki. Sio jamhuri, sio mshtakiwa, wamesimama mawakili ambao kweli hoja ikitupiwa huku na kweli inajibiwa, huku inajibiwa. Kwa hiyo ni matangazo yale ya takriban masaa 3 hivi yasiyopungua, ambayo kama umeyafuatilia, kama umeyakosa, yapo kwenye channel ya mahakama ambayo ndio ambayo imeruhusiwa kurusha matangazo hayo ya moja kwa moja. Kwa hiyo ngoja tuone tarehe 16.